الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وأئمة المعصومين عليهم السلام. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. يقول ربنا في محكم كتابه المجيد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال أيضا عز وجل: قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. Wapendwa ndugu zangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ulikuwa ni mwaka wa 10 Hijiria. Ni mwaka uliokuwa umejaa msisimuko mkubwa mno. Hamasa ilikuwa ni kubwa mno. Joto kwa Bwana Mtume na kwa masahaba wake, joto lake lilikuwa ni kubwa mno katika mwaka huo wa 10. Ni mwaka ambao Bwana Mtume ametangaza kwenda hija, na hija yake ni ya kwanza na ni hija ya mwisho. Hakuna sahaba aliyohiji na Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa kupata matangazo haya ya kuwa mwaka huu na kwenda hija, na ndiyo hija yake ya kwanza na ni hija yake ya mwisho, kwa wanayempenda Bwana Mtume ilikuwa ni msisimuko ambao hauna mfano. Na Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi anaendelea kutoa habari na matangazo zifike katika maeneo mbalimbali waliko masahaba wake, ili kila mmoja asiikose ibada ya hija katika mwaka wa 10. Msisimko huu
uliwabeba masahaba wengi mno kwenda katika ibada ya hija, msisimuko ambao haujawahi kutokea baada ya tukio lile, na kabla yake hakujawahi kutokea, na msisimuko huo utakuja kutokea tena baada ya kudhihiri kwa sahib al-asr wa zaman al-mahdiyun ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Atakapodhihiri ndipo tutakapouona tena msisimko huo. Kwa hiyo ni hija iliyotembelewa na mahujaji wengi wenye hamasa wakimtizama Bwana Mtume. Ni nini alichokuwa na kitaka Bwana Mtume katika hija hii, na ni kipi anachokilenga Mwenyezi Mungu katika ibada hii ya hija yenye msisimuko namna hii? Msisimuko ambao uliwabeba wazee na wagonjwa, labda wale ambao hawajiwezi kabisa, na ni wachache mno ambao waliikosa ibada ile ya hija. Msisimuko ambao Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anatuma ujumbe mzito kwenda Yemen, ujumbe wa watu wazito wamfuate Ali ibn Abi Talib alayhi salam katika nchi ya Yemen, kwa sababu wakati ule Bwana Mtume alimtuma Ali akafikishe tablighi Yemen, na msimu umefika wa hija na Ali yuko mbali Yemen. Bwana Mtume amemtumia ujumbe mzito kuwa, ewe Ali, unatakiwa uende Maka katika mwaka huu unaitwa na Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mji wa Maka na barabara za kuelekea katika maeneo hayo ni vumbi tu ndilo lililotanda, na hatua anazozipiga Bwana Mtume na takbira anazozipiga Bwana Mtume hazijawahi kuonekana, hazifanani hata mara moja. Anabeba nini Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Na huku akiwaambia, hii ndio hija yangu ya mwisho, la'alli la alqakum baada ami hadha, huenda tusikutane tena nanyi baada ya mwaka huu. Ni maneno ambayo yanawachoma masahaba, lakini wanamwandama hatua kwa hatua Bwana Mtume, wanaangalia namna anavyofanya Bwana Mtume, na akiwaambia khudhu minni manasikakum, chukueni ibada hii ya hija kutoka kwangu moja kwa moja. Msisimko huu ni mkubwa na matangazo haya ni makubwa. Kisha afike Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, awaambie, aina ma kunta fahdhur yawm al-ghadir khum, popote utakapokuwa masahaba wangu ambao wametota kwa jasho na vumbi wakimwandama Bwana Mtume kama mtoto wa ndama anavyomwandama mama yake kwa ajili ya kunyonya, Bwana Mtume anawaambia, popote mtakapokuwa msikose Ghadir. Ina nini Ghadir?
Unabeba nini mpaka bwana mtume utumie lugha aina ma kunta? Watu wa lugha mnafahamu, popote utakapokuwa, ina maana hauna udhuru wala sababu yoyote ya kukuzuia usihudhurie Ghadir. Kwa lugha hii namna ilivyokaa, usilale, usikae, usicheze, hudhuria Ghadir. Maneno anayatamka bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kisha ielezee Ghadir, azungumze kuwa mwenye kuhudhuria siku ya Ghadir, Mwenyezi Mungu anamsamehe madhambi yake, Mwenyezi Mungu anamkubalia toba yake, Mwenyezi Mungu anamuondolea mazito yake. Anaeleza hivyo bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kisha vile vile awaambie Ghadir ni tarehe, ni historia tangia Nabiullahi Adam mpaka siku ya Kiyama. Ni Ghadir Khum. Siku ya Ghadir ni ile iliyoenziwa na mitume wote wa Mwenyezi Mungu. Bwana mtume anawaeleza hivyo, sio tukio la umma wangu tu, ni tukio la wanadamu wote, toka kuanza kuumbwa mwanadamu mpaka siku ya mwisho. Na akaiita mwenyewe bwana mtume kuwaambia masahaba wake ni yaumul mithaq, siku ya mithaq. Mithaq sote tunajua ni kwenda kutimiza ahadi zako zile ulizopeana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kisha akawaambia ardhini inaitwa yaumul mithaq, na mbinguni vile vile inaitwa ni yaumul mauhud. Salawatullahi wa salamu ala rasulillah. Kisha wakumbushe mitume waliopita na Ghadir kuwa mtume yoyote ambaye alipata ushindi mkubwa wa kihistoria na ukabaki ndani ya Qur'ani, ushindi ule ulipatikana katika siku ya Ghadir. Nabiullahi Ibrahim kutupiwa katika moto ilikuwa ni siku ya Ghadir, siku kama ya leo. Nabiullahi Musa na kuipiga bahari au kuwashinda wale wachawi ilikuwa ni siku ya Ghadir. Mtume yoyote katika tukio lolote kubwa, Nabiullahi Yunus, Nabiullahi Nuh na wengineo wote katika matukio yao makubwa, ushindi wao waliupata katika tarehe 18 ya Dhulhijja. Haya ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kuna nini katika siku hii kwa umma wa bwana mtume? Atangaze ukubwa namna hii, kisha awamalizie masahaba wake, awaambie hadha huwa idukumul akbar, hii ndio idi yenu kubwa kuliko zote. Ni idi ya misingi ya dini, sio idi ya matawi ya dini, furuu din. Ni idi ya misingi ya dini. Akawaambia hii ndio idi yenu kubwa, zingine zote zinabebwa na hii idi.
anayatangaza yote haya bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kisha aje mjukuu wake al-Imamu Ridha alayhi salamu aseme na yeye, inna yawma Ghadir Khum. Imamu Ridha anasema yawmu sururi wa farhin lilmu'minin, siku ya Ghadir ni siku ya furaha, ni siku ya sikukuu kwa waumini, si kwa Waislamu. Idi zingine tunasema lilmuslimina ida, zingine ni za Waislamu wote, uwe mwema uwe muovu uwe kadha, lilmuslimina ida. Lakini inapokuja katika Ghadir, lilmu'minina ida. Salawatullahi wa salamu ala Ali ibn Abi Talib. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ni siku ya furaha na ni siku ya Idi kwa waumini, si kwa Waislamu. Hii ni hasa. Ndio maana usishangae unapoona tukio hili lenye msisimuko mkubwa namna hii, ambalo ndio hadithi na historia iliyopokelewa na masahaba wengi zaidi kuliko hadithi nyingine yoyote, lakini ndiyo hadithi ambayo haifahamiki zaidi kuliko zingine zote. Ni kwa sababu ni ya watu wachache, lilmu'minina ida. Hakuna sahaba aliyokosa kama nilivyosema, isipokuwa ni wachache, tena wazee wagonjwa. Wote wakasikia, ya ayuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'asimuka minan nas. Nani ambaye hakuisikia katika masahaba? Kwa sababu bwana mtume aliwakusanya wote, na kama nilivyosema pia hawakumwacha mbali bwana mtume, kwa sababu walishaambiwa chukueni ibada ya hija kutoka kwangu. Kwa hiyo hata walipomaliza bado wamemzunguka bwana mtume kujifunza, kwa sababu si rahisi kukutana na bwana mtume. Yeye yuko Madina, wewe uko Maka. Yeye yuko Madina, wewe uko Yemen. Yeye yuko Madina, wewe uko Bahrain na maeneo mengine ambayo ni mbali. Si rahisi kukutana na bwana mtume. Leo mmekutana na bwana mtume. Hakuna sahaba ambaye alikuwa yuko mbali na bwana mtume. Aya hii anaisoma baada ya kuwakusanya watu wote, ayatu tabligh, lakini ni katika aya ambayo ni majuhula kuliko aya zingine zote ndani ya Qur'an, haifahamiki. Na ukizungumza utaitwa wewe ni mushriki, wewe ni kafiri. Na iko ndani ya Qur'ani na imezungumzwa na masahaba wengi zaidi kuliko hadithi nyingine ya bwana mtume. Na ufafanuzi aliyoutoa bwana mtume kuhusiana na aya hii ya kusema man kuntu maulahu fahadha aliyun maulah. Allahumma wali man wala waadi man ada. Imepokelewa na masahaba wengi zaidi, lakini haifahamiki. Ni kwa sababu lilmuslimina ida, ni ya lilmu'minina ida, ni ya waumini, ni kikundi.
Na hata mzozo ulipotokea baada ya Bwana Mtume kuisoma aya na maneno haya, aliyokwenda kuanza kubishana na Bwana Mtume hadharani bila ya adabu na heshima, kumwambia, ewe Mtume, umetuambia yote, tumekubaliana na wewe. Sala tumekubali, hatujakubishia. Funga hatujakubishia. Hija hatujakubishia. Lakini haijatosheka au haujatosheka na hayo yote mpaka umfanye kuwa ndugu yako Ali pia ni kiongozi baada ya wewe kufariki? Haijatosha hayo aliyotuambia mpaka utubebeshe tena tumbebe Ali kuwa ni kiongozi baada yako? Haya unayasema ni yako, ni matamanio yako, au ni Mungu mbele ya masahaba wema, mbele ya halaiki anadhubutu namna hiyo? Baadhi ya maneno ya chini chini inasemekana huyu alichochewa, mijadala ilianza kwa chini ya kuzungumzia hiki, kisha yeye akawa ni muhanga, akaambiwa nenda kamuuliza Bwana Mtume. Ina maana kulikuwa na kikundi, na hiki unakifahamu mwishoni mwa aya, wallahu ya'asimuka minan nas inna allaha la yahdi alqawmi, mwisho wa aya. Mungu anakulinda na hila na vitimbwi. Sasa kuna mzozo, haya aliyosema ni yake, nendo kamuulize, sisi tuko na wewe. Na haya ndiyo ambayo ni maisha ambayo tunaishi nayo wakati mwingine. Bwana Mtume akamwambia, haya ni ya Mwenyezi Mungu, na akasomewa mengi, wa ma yantiqu anil hawa. Lakini pamoja na hayo akasema sijaridhika kama ni kweli. Yani anamuona Bwana Mtume kama ni muongo hivi kufikisha aya hii. Subhanallah. Na anafahamu sifa ya Bwana Mtume ni sadiq, anafahamu maneno yaliyoko, wakunu ma'as sadiqin. Anasema siamini kama ni kweli hayo yote uliyoyasema, embu tata huu uvunjwe hapa. Anachochewa na watu nyuma. Nini anachokitaka huyu? Ni kuwa kama unayasema kuwa Ali ni kiongozi, na umeisoma aya hiyo na maneno uliyoyasema, man kuntu maula, embu Mungu ateremshe adhabu ilitokea hapa hapa mbele ya hawa watu. Anamjaribu Bwana Mtume, anampima Bwana Mtume. Mtume hajaribiwi wala hapimwi wala habishiwi Bwana Mtume. Sote tunajua saala sailun biadhabin waqi', adhabu iliteremka pale ya kijiwe kikamgonga katika utosi wake wa kichwa na akamalizika pale pale. Lakini pamoja na hayo kikundi kile hakikuridhika na yote hayo. Ikabaki hii ni idi lilmu'minina, ida kwa ajili ya waumini. Ni historia na aya zilizopokelewa na wengi zaidi. Lakini idi hii nani anaisherehekea? Ambayo Imam Ridha alayhi salam anasema ni siku ya furaha na ni siku ya idi, na Bwana Mtume akaongeza ndio idi yenu kubwa kuliko zote. Na alipoita hivyo Bwana Mtume akasema ni idi kwa sababu nyinyi waumini mnarudi kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kumshukuru kwa neema yake. Hii idi ni ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema kubwa hii aliyotupa, kutuletea kiongozi mwema mkubwa mbora kama Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamuhu alayhi.
ikawa ni idi. Na kwa nini siwe hivyo? Ikiwa hii ndio idi ya mitume wote, idi ya Ghadir ni idi ya mitume wote. Idi al-Fitr ni ya umma huu baada ya kufaradhishwa funga. Idi al-Adha ni idi ya umma huu baada ya kufaradhishwa ibada ya hija. Idi hii haina mipaka hiyo. Ni idi iliyoanza toka baba yetu Adam mpaka leo, mpaka siku ya Kiyama, na mpaka tutakapokuwa mbele ya Mwenyezi Mungu ikaitwa ni yaumul mauhud. Bado ipo, unaingia peponi na idi hii. Ndivyo tunavyoelezwa na maasumina wetu salawatullahi wasalamu alaihim ajma'in. Sio idi ya kukatika, sio idi ya tukio, ni idi ya maisha, ni idi ya milele, ni idi ya milele. Idi zingine ni za msimu zenye kukatika, kama aya niliyoisoma watu wa Nabiullahi Isa bin Maryam. Qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana anzil alaina maidatan minas samai takunu lana idan liawwalina wa akhirina. Aliomba baada ya kutakiwa na watu wake ili awaonyeshe nguvu yake na muujiza wake kuwa yeye ni mtume. Wanataka chakula kitoka mbinguni. Mwenyezi Mungu, Nabiullahi Isa akanyanyua mikono yake kumuomba Mwenyezi Mungu, akateremsha meza iliyojaa vyakula kutoka mbinguni. Meza hii haikuteremka chumbani ili waje waseme ilikuwepo chumbani, uwanjani kule alipoomba, na wanaiona wakati inashuka. Sio tu ghafla wameiona iko mbele yao, wanaiona inatoka juu. Meza haitingishwi na upepo wala nini, ikaje katua katikati ya halaiki ile, imejaa vyakula. Wakala. Mwenyezi Mungu akawaambia, kwa chakula hiki ifanyeni siku hii ni siku ya furaha kwenu nyinyi na kizazi na vizazi vitakavyokuja, liawwalina wa akhirina. Iwe ni historia isiyofutika, historia ya chakula. Wengine wanatuambia ilikuwa ndio hiyo siku moja tu wamekila chakula kile basi, lakini Mungu anawaambia hii ni siku yao. Kwa hiyo ilikuwa kile kifika tarehe hiyo, na ambayo tunaambiwa tarehe hiyo ni tarehe 18 Dhulhijja, siku ya wilayatu Ali ibn Abi Talib salawatullahi wasalamu alayhi. Kwa hiyo kile kifika tarehe hii wanakusanyika, wanakumbuka tukio lile la kuteremshiwa chakula. Kisha Mungu awaambie, atakayekufuru akaikanusha akaacha kumshukuru Mungu kwa tukio hili la chakula, ukakaa zako ukawa huna habari nalo au ukalipinga, Mwenyezi Mungu anasema fa inni uadhibuhu adhaban la uadhibu ahad min alalamin, nitamuadhibu adhabu ambayo sitomwadhibu mtu mwingine adhabu kali kama nitakavyomwadhibu huyo mtu. Yani adhabu ya mtu atakayekanusha na kutokusherehekea na kufurahia siku ya chakula kilichoteremshwa na Mwenyezi Mungu kutoka mbinguni, ataadhibiwa adhabu ambayo haina mfano. Hicho ni chakula.
Sasa aya hii unaporejea kwa maasumina salawatullahi wa salamuhu alayhim ajma'in, chakula cha uhakika cha ukweli ambacho hakina muda, hakikatiki, hakiishi ladha, hamu yake ni wilayatu ahli baiti alayhimus salam. Ndio maana tulisema tuuti ukulaha kulla hinin biidhni rabbiha. Tuuti ukulaha, chakula hiki mnakila kila wakati, hakikatiki, usiku na mchana, katika maisha yenu yote mnakula chakula hiki, chakula cha wilayatu ahli baiti alayhimus salam. Sasa mwenye kukufuru wilaya, huyo aliyokufuru chakula cha Nabiullahi Isa, Mungu anasema nitamuadhibu adhabu ambayo haina mfano. Haya, atakayekanusha hili ambalo ndio kubwa zaidi ya chakula hicho, itakuwaje? Ndio hayo. Ndio maana umma wa Bwana Mtume unatetereka. Umma wa Bwana Mtume hauna macho. Umma wa Bwana Mtume hauna masikio. Umma wa Bwana Mtume hauna moyo. Umma wa Bwana Mtume hauna mikono wala hauna miguu. Umma wa Bwana Mtume hauna ilmu. Ni umma dhalil, umma unaishi unyonge, umma ambao umejikunyata, ni mayatima katika maisha, kwa sababu tumekufuru hii. Ndugu zangu wapendwa waumini, mwisho katika haya anayoyalenga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake ni kujenga mapenzi ya dhati kwa Ali pamoja na maasumina wote alayhimus salam. Kiini ya yote haya, ufurahi, ule, usheherekee, uiadhimishe Idi hii. Kiini ya yote anayeyazungumza, asante msha, kiini ya yote, asante, ni mapenzi kwa Ali ibn Abi Talib. Sote tunasoma riwaya, iko wazi na inafahamika, law ijtamaa an-nasu ala hubbi Ali ibn Abi Talib alayhi salam lama khalaqa Allahu an-nar. Salawatullahi wa salamu ala Ali. Law ijtamaa an-nas, watu wote wangejikusanya wakawa pamoja katika kumpenda Ali, kumfuata Ali, Mungu asingeumba moto. Nani atakayeingia motoni wakati yeye ndio qasimul jannati wan nar, na wewe unampenda yeye? Huko tunaambiwa nadi Ali madhharul ajaib tajiduhu aunan. Subhanallah, muite Ali, unamkuta ndio msaada wako mkubwa katika mambo yako yote mazito. Nadi ya Ali, na ni katika dua ambazo ni mujarrabu jiddan, mujarrabati ambazo za muhimu kabisa kwa ahlul baiti alayhimus salam, ni nadi Ali. Wewe muite tu Ali. Ndio maana saa zote unaposikia katika mikusanyiko ya Mashia ukasikia ya Ali, watu wakasema Haidar, si bure. Pumzi ile, maneno hayo, unaingiza radhi na mapenzi kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake na ahlulbaiti alayhimus salam.
Ni kama vile mtoto mwenye njaa anavyomuita mama yake mama. Mtoto mdogo akimuita mama, ana njaa, tizama mama anavyomshika mtoto wake katika kifua chake kumnyonyesha kwa furaha. Haoni uzito. Ndivyo tunavyomuita Ali, tunavyokumbatiwa na Mwenyezi Mungu na mtume na ahlu baiti alayhimussalam. Ndio maana unaposikia ya Ali, tukasema ya Haidar, ya Ali, ya Ali, ya Ali. Si mtu wa kawaida Ali, ambayo bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anamwambia Ammar, ya Ammar, idha salaka aliyun wadin wa salaka an-nasu wadin ukhra fasluku wadi alladhi salakahu Ali. Subhanallah. Ewe Ammar, utakapomwona Ali ameshika njia yake, hata kama yuko peke yake anatembea na watu wote wako njia nyingine tofauti na Ali, iandame njia aliyoifuata Ali. Kwa nini? Ali yuma al-haq wal haqq ma'ah. Ali yuko pamoja na haki. Sasa bwana mtume anasema law ijtama'a an-nas ala hubbi Ali ibn Abi Talib lama khalaqa Allahu an-nar. Mapenzi ya dhati kwa Ali, Mungu asingeumba moto. Tusingekuwa wanyonge kwenye dunia, na wala hatutokuwa wanyonge kaburini, na hatutokuwa wanyonge siku ya Kiyama kwa kumpenda Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamu alayhi. Na mapenzi haya kwa Ali ndio hayo anayetueleza Mwenyezi Mungu, fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu atawaijia watu hao kwa mapenzi. Yuhibbuhum, Mungu anawapenda watu hao, anakuja kwako kwa mapenzi, na wewe pia wayuhibbunahu, na wewe pia unampenda Mwenyezi Mungu na mtume wake na ahlu baiti alayhimussalam. Na mapenzi ndiyo makubwa kuliko kila kitu. Mtu anaweza akakuridhia lakini kwa shingo upande. Mtu anaweza akakusamehe lakini anasema basi ameisha, lakini kwa shingo upande. Lakini mapenzi ya kitawala, mtu anaridhia kutoka moyoni na hakuna chembe chembe yoyote itakayobaki. Ndio maana tukaambiwa almahabbatun aqwa min aladala. Mapenzi ni makubwa zaidi kuliko kufanya uadilifu. Unaweza unamfanyia mtu uadilifu, unampa haki yake, lakini unanungunika, unasononeka, unaumia, ni umelazimika tu kumpa, lakini moyo wako hauko tayari katika hayo. Lakini unapokuwa na mapenzi, unatoa na huku unacheka, unatabasamu. Ndio haya tunayoambiwa kuwapenda ahlulbaiti alayhimussalam. Na uone ukubwa wa mapenzi haya. Kazi yote aliyoifanya bwana mtume, hatujaambiwa tumlipe kwa lolote lile, tukaambiwa tumlipe kwa kumpenda yeye na watu wa nyumbani kwake. Sote tunajua, qul la as'alukum alayhi ajra illa almawaddata fil qurba.
ni mapenzi. Nimefanya kazi kubwa au umetufanyia kazi kubwa, tukulipe nini? Hajasema mkaniswalie raka 2, mkaniombee istighfari na toba kwa Mwenyezi Mungu, mkanilimie mashamba yangu, mnipe sadaka au mnibebe au la. Akasema ni kunipenda tu na kuwapenda watu hawa, ili uone haya ndiyo almahabbatu na aqwa min aladala. Kama tunavyosema, unaweza ukatoa, lakini ni unatoa kwa kulazimika, hautoi kutoka moyoni, na kwa kulazimika hayana malipo mbele ya Mwenyezi Mungu. Inakuwa ni unajionyesha ni habaan manthura, kinachotizamwa ni moyoni, mapenzi yako katika hayo unayafanya. Ndio maana vile vile wacha Mungu na ibada zao na wema wao ni nini wanachokikimbilia? Ni kukimbilia mapenzi ya Mwenyezi Mungu, mapenzi ya waumini. Na aya iko wazi, innal ladhina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahumur rahman wudda. Tizama maneno ya Mwenyezi Mungu, wale waumini wa kweli na wanayefanya matendo mema mazuri ya kweli, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Wudda maana yake ni mapenzi, watapendwa, watapendeza. Nani atakayewapenda? Fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ya Ali, haya ndiyo maisha tuliyokuwa nayo. Kwa hiyo tunapoisherehekea Ghadir na tunapoambiwa na maasumina ni siku ya furaha, ni siku ya kujipamba, ni siku ya manukato, ni siku ya kupeana mikono, ni siku ya kukumbatiana, ni siku ya sadaka, yote haya yajenge mapenzi baina yetu. Kama mapenzi baina yetu hakuna, matendo yetu yote takuwa ni kumfurahisha sheitani na ibilisi alayhimul laana, itakuwa ni kujichosha. Ghadiri ni mapenzi ya hali ya juu. Ndio maana tuliambiwa, na ndivyo ilivyo katika mambo makubwa katika siku ya leo, ni kuunga undugu, ni muwakhat. Angalieni muwakhat wenyewe namna ulivyo, na alhamdulillah Sheikh Dinari alishatueleza hapa, sina haja ya kurudia. Lakini unamwahidi ndugu yako kuwa mimi kama nitaingizwa peponi kabla yako, au nikaingizwa peponi alafu wewe haujapelekwa peponi, sitokubali kuingia mpaka niingie na wewe. Ni muwakhat wa ajabu. Huu unafanyika lini? Unafanyika siku ya Ghadiri, siku ya leo. Haya si riaa, haya ni mapenzi ya dhati, ni mapenzi kama alivyofanya mwenyewe Bwana Mtume alipounga undugu wa masahaba. Tizama ule undugu wa masahaba ulivyokuwa, mpaka mtu anaigawa nyumba yake kumpa mwenzake ambaye hana nyumba. Mtu anaiacha au anamwacha mke wake ili aolewe na sahaba mwingine ambaye hana mke. Nani ambaye anaweza kuishi maisha aina hiyo? Wivu huu ulivyojaa, chuki ilivyojaa, anamwacha. Na sijui huenda wakati ule ilikuwa hamna kukaa eda, labda ilikuwa bado haijateremshwa aya hiyo, sijui. Lakini unaambiwa anamwacha, kisha ndoa inafungwa na sahaba mwingine, inafungishwa na Bwana Mtume. Anamwacha mke, anamfuata mke wake, anamwambia nakuacha kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ili uolewe na ndugu yangu huyu. Na mwanamke pia hatosema bwana huyu ni maskini, bwana huyu si mzuri kama wewe. Hana uchaguzi wa aina hiyo, kwa sababu ameshatajiwa Mungu.
ameshatajiwa bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na lau ndoa zetu zingeishi maisha haya ya kumwangalia Mungu na mtume wake, ndoa zingetimiza malengo, wajaala bainakum mawaddatan, mawadda, mapenzi haya ambaye ndio lengo. Ndoa zinatetereka kwa sababu mapenzi haya hayapo. Kilichokuwepo ni usanii ndio uliotawala zaidi. Hivi ndivyo wanavyotueleza, au Uislamu ndivyo unavyotueleza maisha ya aina hii. Sasa Ghadir, ndugu zangu, ibebe mapenzi, na ujumbe wetu wa leo ni huu wa aina hii, ni mapenzi kwa ahlu baiti alayhimus salam. Hubbu Ali, kumpenda Ali ni kinga, kumpenda Ali ni pepo, kumpenda Ali ni faraja, kumpenda Ali ni ukombozi. Ni hubbu Ali. La yuhibbuka illa mu'min, hata kupenda isipokuwa mu'min. Ni unwani ya hubbu. Mpendeni Ali, ishini maisha ya Ali, chumeni ilmu ya Ali, fanyeni tawassul kwa mambo yenu mbali mbali kwa Ali. Kila mwenye haja zake Ghadir Khum ndiyo utatuzi. Mmoja katika kisa kwa kumalizia mazungumzo yangu, ni visa viwili vinafanana, lakini tataja kimoja na kingine kitafanana hivyo hivyo. Ni mwanafunzi lakini ni mzito katika masomo yake, na huyu ananasibishwa ni mwanafunzi wa Sheikhul Ansari, shekhe mkubwa, marji mkubwa wa Imamia wa zama za zamani sana. Sheikhul Ansari ana mwanafunzi wake, lakini kichwa chake ni kigumu mno katika masomo. Yeye hawezi kuhifadhi wala kufahamu anachofundishwa, na kikiweza baada ya muda anakisahau vile vile. Ni mgumu katika ufahamu. Na mwingine ambaye alikuwa na maisha magumu katika maisha yake, kila anachokifanya hakiwi, yote vinafanana. Sasa mwanafunzi huyu kila siku anamshtakia mwalimu wake, nifanyaje? Na swali, nasoma dua kila saa, rabbi zidni ilman warzuqni fahama, iko lakini mgumu. Na mwingine matatizo ya maisha ni mazito. Shekhe wake Sheikhul Ansari akamwambia, subiri katika siku ya Ghadir ufanye tawassul kwa Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Alipofanya tawassul kwa Ali ibn Abi Talib siku ya Ghadir, ili Mungu ampe ufahamu, na yule Mungu ampe maisha mazuri, sio ya taabu ya kuungaunga. Usiku wa kuamkia Ghadir, usiku ule yeye hajalala, akawa anasoma munajati amiril mu'minin salawatullahi wa salamuhu alayhi. Huu ambao alhamdulillah katika amali zetu za leo tumeusoma vile vile. Akawa anasoma munajat, akiumaliza anarudia. Kupumzika kwake jina lake ni ya Ali, ya Ali, ya Ali, hazina idadi, hana tasbihi ya kuhesabu, ili mradi yeye ni kutaja Ali tu usiku ule. Asubuhi yake akaenda katika sherehe, usingizi umemvaa. Kila kilichozungumzwa anahifadhi na hakitoki.
Ni kama vile sanuqri'uka fala tansa, tunakusomesha na hutosahau. Na yule mwenye matatizo anaona siku hiyo hiyo tu mchana wake mambo yake yanaenda tu, kila kigusa yanakwenda tu. Sasa siku baada ya sherehe ile na ufahamu umekuwa mkubwa, akahudhuria katika darasa la mwalimu wake Sheikh Al-Ansari. Sasa Sheikh alipotoa masaili yale ya mabishano kama wanavyobishana maulama ya kiusul ya kifiqhi, katoa na yeye naye akaleta, ikawa bishani mkubwa pale. Na ana riwaya, yani kila alichokisoma kimekaa, kama ni hadithi anazo, aya anazo, anampelekesha shekhe wake, mpaka wanafunzi wengine wanashangaa, vipi huyu siku zote anakuwa ameinama chini haongei, ghafla tu kuna nini? Sasa alipomaliza Sheikh Al-Ansari, alipomaliza katika darasa lake, akampitia mwanafunzi wake huyu aliyokuwa anambishia, akamwambia, hongera bwana, lakini haujanifikia hicho alichokusomesha Ali ibn Abi Talib alayhi salam katika usiku huu wa kuamkia leo. Wewe amekusomesha bismillahir rahmanir rahim, lakini mimi Imamu Ali alinitamkisha surat al-Fatiha nzima. Jamani, mmenielewa hamjanielewa? Bwana hamjamsalia bwana mtume. Kuwa wewe leo unanibishia vizuri sana na unasoma riwaya vizuri tu, hata sina matatizo na wewe, lakini umesomeshwa bismillah tu peke yake. Yani Imam Ali alipomwijia kwenye ndoto akatamka bismillahir rahmanir rahim, na yule naye akatamka, ufahamu wako kawa mkubwa. Sasa Sheikh Al-Ansari anamwambia, mimi Imam Ali alipokuja kwangu aliisoma surat al-Fatiha nzima na mimi namfuatilizia. Sasa wewe bismillah na mimi surat al-Fatiha nzima, nani bado yuko juu? Bado mwalimu wake yuko juu. Hii ni nini? Ni tawassul. Na mambo kama haya ni mengi kwa wafuasi wa Ahlulbayt alayhi salam kupitia Ali. Msiwe wavivu katika dua tawassul. Matatizo ni mengi, msiwe wavivu. Matukio kama haya msijirudishe nyuma. Shida ni nyingi. Mwisho wa yote ni aya niliyosoma, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, wafuateni Ahlul Bait. Baada ya mapenzi wafuateni, shikamaneni nao, isomeni Qur'ani, msomeni Ali, someni ahadith, someni riwaya, someni yanayozungumzwa na maulama, someni. Hivi ndivyo Ali anavyotutaka tuwe, na hii ndiyo sherehe ya Ghadir Khum. Eidukum mubarak wa kullu amin wa antum bi alfi khair. Mwenyezi Mungu aturejeshe salama salimina katika idi hii, na kila mmoja azidi kumuita Ali katika siku hii, isitupite bure, ili kila mmoja aone tofauti ya kusherehekea tukio hili la Ghadir Khum. Mwenye kuitafuta ilmu, mwenye kutafuta maisha, mwenye kutafuta umri, kila mmoja katika yale aliyokuwa nayo na katika familia, ili zitawaliwe na mapenzi ya dhati na ya kweli, kusiwe na migogoro manyumbani. Yote haya yapitishieni kwa Ali ibn Abi Talib. Ni siku muhimu kama tulivyoelezea. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ahli baitihi tayyibin at-tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.